Hali iliyopo Mashariki ya Kati inaanza kutia wasiwasi kidogo baada ya Saudi Arabia kutangaza kwamba nao wana mpango wa kuanza kujilinda kwa kufanya mashambulizi kule Iran. Wakati huo huo tunaona serikali ya Yemen na wenyewe wakatangaza kwamba wanaye mpango wa kufunga mlango wao wa bahari ambao umekuwa ukitumika pia kusafirisha mafuta pamoja na gesi kuelekea katika nchi mbalimbali za pembe ya dunia. Kwa hiyo vita hivi sasa vinageuka kuwa vita vya kidunia moja kwa moja kutokana na umuhimu wa kila mmoja katika eneo lake. Leo tunapozungumza, rais wa Marekani bwana Donald Trump, msisitizo mkubwa zaidi ni kuendelea kuyashinikiza mataifa rafiki kuendelea kuungana naye katika kufanikisha adhima yake hii ya kuendelea kufanya operation kubwa zaidi ambayo itazaa matunda katika taifa la Iran. Iran na wenyewe wanasema sisi si watu wepesi kama ambavyo pengine dunia ilikuwa inatudhania. Swali hapa linalobaki ni nani atamfunga paka kengele? Je, mataifa mengine yataamua nayo kuingia katika mgogoro huu kwa maana ya kila mmoja amsaidie mwenzake ambaye anaona ananufaika naye? Haya ni maswali ya msingi ambayo yafaa pia kujiuliza sisi kama wanadamu ambao tupo katika karne hii ya 21. Sasa leo hapa nimekuja na taarifa moja ambayo taarifa hii nadhani umeisikia sana kuhusiana na rais wa Marekani bwana Donald Trump kutangaza kwamba anahitaji usaidizi kutoka mataifa mbalimbali kupambana na hiyo Iran. Lakini je, taarifa hii uliipata kwa undani wake? Na je, wakati unaipata taarifa hiyo ulichukuliaje? Ulipokeaje taarifa ya namna hiyo? Lakini inawezekana pia kuna maswali mengine ulikuwa unajiuliza. Ni kweli Iran ni taifa lenye nguvu kiasi hicho kwa kadri ambavyo ulikuwa ukilisikia linazungumzwa, hasa linapozungumzwa na hawa watu wa Marekani? Hili ni swali la msingi sana ambalo sasa dunia nzima imebaki nalo kichwani ikijiuliza, Irani ni yeye mwenyewe ndiye anayepambana au kuna nguvu nyingine ambayo Iran anaipata? Sasa tulitazame kidogo jambo hili kinagaubaga. Rais wa Marekani Trump anaomba msaada wa kulinda njia ya kupitia Strait Hormuz. Aliwataka washirika wa Marekani barani Ulaya na nchi ambazo zinapata sehemu kubwa ya mafuta yao kutoka Ghuba ya Uajemi kama India pamoja na nchi za Asia kutuma meli zao za kivita ili kusindikiza meli za mafuta kupitia katika mlango huo wa Hormuz. Trump anadai na anatishia. Anasema, ninadai kwamba nchi ziingilie kati na kulinda maeneo yao wenyewe kwa sababu ni maeneo yao. Akaenda mbali zaidi, akatoa onyo kwa NATO akisema washirika wa NATO wanakabiliwa na mustakabali mbaya sana iwapo hawatasaidia kulinda hii Hormuz. Hizi ni kauli ambazo zinazungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambao wao kimsingi kule NATO wanatoa asilimia kubwa zaidi ya mchango wao. Hadi sasa majibu yamekuwa ya kimya na hakuna ahadi ambazo tayari zimeshatolewa. Washirika wanasema kuwa Marekani haikuwashirikisha kabla ya kuanzisha vita. Lakini pia wanaeleza kuwa Trump anaomba msaada katika vita ambavyo mara kwa mara anasema ameshinda, na bado wanajadili iwapo operesheni katika mlango wa Hormuz ambayo Trump anaipendekeza inapaswa kuanza kabla au baada ya kumalizika kwa mapigano baina yao. Washirika na wengine wengi wana mashaka kuhusu mpango wa Trump. Haijulikani wazi jinsi utakavyofanya kazi. Inawezekana kwamba meli za kivita hasa za aina ya zile destroyer zitajipanga upande wa Iran wa Hormuz, zitaisindikiza meli kupitia mlango huo, zitashambulia kila kitu kinachosogea katika pwani ya Iran. Lakini je, Iran inaweza kutuma makombora na drone kutoka umbali wa ndani ya taifa lake? Je, wanaweza kuvizuia vyote? Na operation hiyo ya gharama kubwa na ngumu itaendelea kwa muda gani? Leo tumeona Iran wameusurprise ulimwengu. Kwa mara ya mwisho Iran walitangaza kwamba wao wanayo makombora ambayo yanaweza kashambulia umbali wa kilomita 2000 peke yake. Leo tunapozungumza Iran imerusha makombora umbali wa kilomita 4000. Hii inamaanisha Iran inawezekana ile kauli yao ambayo waliitoa. Wakasema tunasubiri mwezi mtukufu wa Ramadhan uishe, na mwezi huo ukiisha basi tutauambia ulimwengu who is Iran. Iran ni watu gani?
mbele ya uso wa dunia. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umeisha leo, ikiwa ni Eid al-Fitr kwa Tanzania. Tunaona Iran inarusha kombora moja kwa moja mpaka katika kile kisiwa cha Diego Garcia, kisiwa cha pamoja kati ya Marekani pamoja na Israel. Hapa majibu bado yanabaki ni magumu zaidi. Je, nchi hizi ambazo rais wa Marekani bwana Donald Trump alizitaja ni nchi 7 zinazotakiwa kuunda muungano wa kusindikiza meli kupitia Hormuz zinaweza zikakubali? Rais wa Marekani alikataa kusema ni nchi hizi zipi hizo katika muungano huo, lakini aliomba msaada kwa China, United Kingdom, France, Japan pamoja na South Korea. Hakuna taifa ambalo hadi leo tunapozungumza limezungumza kwa uhakika lenyewe likithibitisha kwamba litapeleka hizo meli za kivita. Ufaransa ikasema hapana. Inaonekana pia Uingereza imesema hapana. Trump alimwambia waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer Marekani itatumbukia iwapo itapata msaada au la. Akasema Marekani ni lazima ikumbukwe. Anasisitiza mara kwa mara kwa washirika wa Ulaya wanapaswa kuingilia kati jambo hili. Trump pia aliomba China kuisaidia. China ndiyo mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Iran. Ilikuwa inanunua takribani 90% ya mafuta kutoka Iran. Hakuna majibu hadi sasa hivi kutoka China kwa Rais Xi Jinping. Trump anasema anaweza kuchelewesha mkutano uliopangwa na rais wa China bwana Xi Jinping iwapo China haitaisaidia Marekani kufungua mlango huo wa Hormuz. Kwa hiyo rais wa Marekani sasa hivi amebaki ni kiongozi anayetapatapa. Kauli zake ambazo alizitoa mapema ndizo zinazomtafuna. Anatamani kumaliza huu mgogoro, lakini akikumbuka kauli ambazo amezitoa na kuuaminisha ulimwengu kwamba wameivuruga Irani, wameharibu uongozi, wameharibu jeshi, wameharibu miundombinu, wameharibu kila idara katika taifa la Iran, anarudi nyuma na kujikuta anahitaji kutafuta mbinu ya kuondoka. Na mbinu ya kuondoka sasa ni kuyatafuta haya mataifa ambayo anasema yakashirikiana naye kukabiliana na Iran. Wakati huo huo, Iran yenyewe iliruhusu meli kadhaa kupita katika mlango wa Hormuz. Meli ya mafuta yenye bendera ya Pakistan na meli 2 zenye bendera ya India zilipita kupita katika mlango wa Hormuz. Swali kubwa ni je, mpango wa usafirishaji utafanya kazi? Hata kama Marekani na washirika watajipanga kwa meli za kivita katika mlango huo na kusindikiza kila meli, hata kama wataondoa kila bomu la baharini ambalo Iran imeliweka, je, kampuni za usafirishaji zitakuwa tayari kuhatarisha kutuma meli zao zenye thamani kupita katika mlango huo? Ni swali la msingi la kujiuliza. Meli ya mafuta ni ghali sana, inaweza ikagharimu hadi dola milioni 100 au zaidi. Na ikiwa mapipa milioni 2 ya mafuta yake yenye thamani ya dola milioni 200 nyingine, hiyo ni mali yenye thamani ambayo inaweza kuharibiwa na droni moja tu. Droni ya Irani ambayo ina dola takribani 220,000 inaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwa meli za mafuta pamoja na mafuta yenyewe. Kuna uwezekano gani kwamba kampuni za bima zitahakikisha safari kupita Hormuz? Kampuni zote kubwa za usafirishaji zina sheria kali za kutosafiri bila bima. Je, hizi kampuni za meli zitaruhusu meli zao zipite kwenye mlango wa Hormuz wakati kampuni za bima zimesema la hasha, hatutakubali kupita katika eneo hilo, hatuna uhakika nalo? Tarehe 13 mwezi Machi, majeshi ya Marekani yalishambulia na kuharibu miundombinu yote ya kijeshi katika kisiwa hicho. Tunakumbuka ni kwamba Marekani wanasema of course wana nguvu zaidi, na wanasema wanaweza wakachukua kile kisiwa cha Karg Island cha Iran. Kisiwa cha Karg ni moja kati ya visiwa muhimu sana kwa Iran. 90% ya mauzo ya mafuta ya Iran huwa yanapita pale katika kisiwa cha Karg. Mauzo hayo yote yanazalisha 90% ya mapato ya fedha za kigeni ya serikali ya Iran. Lakini kuharibu miundombinu ya mafuta katika kisiwa cha Karg kutalemaza uchumi wa Iran. Lakini swali la msingi, majeshi ya Marekani tarehe 13 yalishambulia na kuharibu miundombinu yote ya kijeshi katika kisiwa hicho. Tarehe 14 Machi, Rais Trump alitoa tishio kwa Iran, akasema majeshi ya Marekani yatashambulia na kuharibu miundombinu ya mafuta katika kisiwa cha Karg iwapo Iran haitafungua mlango wa Hormuz. Hatujui kama Iran imejibu au bado. Ninaamini kwamba Marekani inapaswa kusisitiza tishio hili la kuipa serikali ya Iran muda maalum wa utekelezaji. Kusukuma mbele mpango wa kusindikiza meli kupitia Hormuz kunaonekana kupunguza uzito wa tishio hili. Rais wa Marekani Trump anaomba msaada wa kulinda njia ya kupitia Strait Hormuz.
Aliwataka washirika wake wa Marekani na wale wa barani Ulaya na nchi ambazo zinapata sehemu kubwa ya mafuta yao kutoka Ghuba ya Uajemi kama India na nchi za Asia kutuma meli zao za kivita ili kusindikiza meli za mafuta kupitia mlango wa Hormuz. Trump anaomba, anadai, anatishia, anadai kwamba nchi ziingilie kati kulinda maeneo yao wenyewe, akitoa onyo kwa washirika wa NATO kwamba nao wanakabiliwa na mustakabali mbaya zaidi. Huu ndio ukweli wa kile ambacho kinaendelea katika mlango huu wa Strait Hormuz, moja ya mlango nyeti sana, ambao ni mlango mdogo tu ambao una takribani kilomita kama 33 tu, lakini ni mlango nyeti kwa sababu unabeba 20% ya mafuta yote ambayo nayaona yanasambaa ulimwenguni. Kufungwa kwake ni hatari kwa dunia. Kufungwa kwake ni hatari kwa uchumi wa dunia. Kufungwa kwake si tishio tu kwa nchi zilizopo Mashariki ya Kati, ni tishio kwa dunia nzima ambayo inategemea mafuta kama nishati kubwa zaidi. Tunaona rais wa Marekani anaingia katika mgogoro wa nafsi na mgogoro na wa Marekani, bila kusahau mgogoro na nchi za Mashariki ya Kati na nchi zilizopo barani Ulaya. Leo tunapozungumza, kama Iran amefanya mashambulizi katika kisiwa cha Diego Garcia ambacho kipo katika bara la Ulaya, hili ni tishio jingine hatari zaidi. Watu wa Marekani wenyewe, kwa maana ya bara la Amerika, waliopo Amerika Kaskazini na Amerika ya Kusini, wanasema hawataki kuona hata kidogo mashambulizi yanafanyika katika maeneo yao. Lakini tunaitazama sasa hiyo Ulaya ambayo Uingereza pamoja na Marekani wana hiyo Diego Garcia. Wao nao wa Ulaya wanasema wanahofia kabisa kushambuliwa na Iran kwa sababu wanaifahamu Iran imefanya mashambulizi ambayo yameushangaza ulimwengu. Je, tutegemee kuibuka kwa mgogoro mkubwa barani Ulaya, na pengine kauli za bwana Donald Trump kwamba nchi za NATO anazifananisha na chui wa karatasi, anazifananisha na simba wa karatasi, anazifananisha na mbwa wa karatasi, zinaweza zikaleta mgogoro baina yao pamoja na Marekani? Ni swali la msingi la kuweza kujiuliza zaidi. Sri Lanka yenyewe imekataa kabisa kuruhusu ndege za kivita za Marekani kutua katika taifa hilo. Sri Lanka imekataa kuruhusu ndege 2 za kivita za Marekani kutua katika ardhi yake. Mapema mwezi huu alizungumza Rais Anura Kumara Dissanayake bungeni. Washington iliomba ruhusa ya kutua kwa ndege hizo katika kisiwa hicho tarehe 4 Machi mwezi wa 3 2026. Alizungumza Dissanayake Ijumaa. Anasema walitaka kuleta ndege 2 za kivita zikiwa na makombora 8 ya kupambana na meli kutoka kituo cha kijeshi kilichopo Djibouti hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Matala, na sisi tulikataa, alizungumza rais wa Sri Lanka. Anasema tunataka kudumisha msimamo wetu wa kutokuwa upande wowote licha ya shinikizo nyingi. Hatutayumba. Vita vya Mashariki ya Kati vinatoa changamoto, lakini tutafanya kila linalowezekana kubaki bila kuegemea upande wowote. Sri Lanka pia ilikataa ombi la meli 3 za Irani kutembelea nchi hiyo kwa ziara ya kirafiki. Kauli inatolewa siku moja baada ya Dissanayake kukutana na mjumbe maalum wa Marekani kwa Asia Kusini na Kati, Sergio Gol. Kiongozi huyu wa Sri Lanka aliandika katika mtandao wake wa X akimwelezea Gol msimamo wa taifa hilo la Asia Kusini kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati. Mapema mwezi huu Sri Lanka ilisema imeruhusu meli ya kivita ya Iran kutia nanga katika bandari ya Tirumalai na kuwaokoa wanamaji 208 waliokuwa ndani yake, siku moja baada ya Marekani kuzamisha meli nyingine ya Iran karibu na pwani ya taifa hilo katika shambulio ambalo lilisababisha vifo vya wanamaji wasiopungua 87. Meli hiyo ya Iran haikuwa na silaha na ilikuwa ikirejea kutoka mazoezi ya kijeshi yaliyoandaliwa na India. Hatua ya Marekani ililaaniwa kwa upana kwa kukiuka kanuni za kimataifa za usafiri wa baharini. Bado hali ni ngumu kidogo Mashariki ya Kati. Hali ni ngumu kidogo kwa Marekani. Rais wa Marekani bwana Donald Trump atafanya nini kuhakikisha anajiondoa katika aibu ambayo ameitengeneza yeye mwenyewe? Msemo wa Waswahili wanasema mwanamke mjinga ataivunja ndoa yake yeye mwenyewe. Likewise, kwa mwanamume mjinga ataivunja ndoa yake yeye mwenyewe. Rais mjinga ataliharibu taifa lake yeye mwenyewe. Rais mwerevu atalilinda taifa lake yeye mwenyewe. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.